maneno ya Mungu. Tunapokuja hapa hata mchungaji anatufundisha neno la Mungu. Neno la Mungu alikuwaje na uzito. Neno la Mungu haikuwaje kitu ambao haieleweki. Neno la Mungu inaeleweka. Neno la Mungu ni rahisi kuelewa. Ili tusidanganywe, tusiwe tunakuja hapa kanisani lakini tukitoka tunaenda unadanganywa pale nje. Unaenda unadanganywa kwa sababu hujui ukweli. Kwa sababu wakati ambapo hujui ukweli, mtu yeyote anaweza akakudanganya. Si ndio? Ukiwa unajua njia ya kwenda town, hata wewe unajua kwamba njia ya kwenda town inapitia Ngongoro. Kwa hivyo mtu hawezi kukuambia njia ya kwenda town ni njia ya kwenda Ndonyo. Hapana. Wewe utakuwa unajua ya kwamba ni Ngongoro unapitia na nitafika town. Amen. Kujua ukweli watu wa Mungu ni nzuri. Ukijua ukweli ndani ya kanisa, hapo ndio hata mtu anaweza akakuja kuambia kuna daktari yuko sehemu fulani ambaye anatibu watu. Labda uko katika shida fulani. Wewe unakatana na mambo hayo. Maana unakuta kwamba hao madaktari ni watu wa uongo hao. Madaktari wako hospitalini huko. Lakini ukienda ukipelekwa kwa daktari ambaye anaishi hapo kwenye kijiji, huyo sio daktari. Lakini hiyo inakuja kama tumejua neno la Mungu ambalo ni la ukweli. Bwana atusaidie. Amen. Kwa hivyo tutajifunza neno la Mungu siku ya leo. Na kichwa cha ujumbe wetu itakuwa inazungumzia kwamba ili Mungu aweze kuturejesha. Kabla Mungu aturejeshe, maana najua kanisa la Mungu liko katika hali ya kutafuta urejesho, kutafuta restoration. Najua watu wa Mungu wakati mwingine wanakuwa chini, wanatamani tena Mungu aweze kuwainua. Lakini nataka kujua ya kwamba ili kabla Mungu awarejeshe watu wake, Mungu anatarajia kuwe na mbegu nzuri inayosimama mbele zake. Yaani wakati kuna ile mbegu nzuri ambayo watu wa Mungu wamepanda katika hali ya kumfuata Mungu. Wakati mtu ambaye akona mbegu ambao inanena mbele za Mungu, anaweza kuwa ya kwamba leo yuko chini. Kama vile wakati mwingine anajua ya kwamba watu wa Mungu wanaweza kuwa wako katika hali ya chini. Lakini nataka tujue ya kwamba ukiwa wewe ni mtu ambaye umepanda mbegu nzuri inayosimama mbele za Mungu, siku moja tu Mungu atakurejesha. Bwana atusaidie. Mbegu. Na ninapozungumzia hali ya kuwa na mbegu, simaanishi tu mambo ya pesa, hapana. Na sitazungumzia hata mambo ya pesa sana. Labda kwenye ujumbe nitaenda kuzungumzia mambo ya pesa huko mwisho. Lakini leo ninataka tuone ya kwamba mbegu ambao wakati mwingine tunapanda tunapomfuata Mungu. Maana wakati tunapomfuata Mungu, watu wa Mungu, ni mbegu huwa tunapanda. Wakati tunapomwamini Mungu katika mazingira magumu, huwa ni mbegu tunapanda. Si ndio? Wakati tunapomcha Mungu katika hali ngumu ambao wakati mwingine hata hali haikubali uendelee. Maana utakubaliana na mimi ya kwamba wakati hali ni ngumu, si watu wote huwa wanataka kuendelea kumfuata Kristo. Lakini nataka tujue ya kwamba wakati unapomfuata Kristo katika hali ngumu, katika hali labda ya magonjwa, wewe unamfuata tu. Nataka ujue ya kwamba ni mbegu unapanda mbele za Mungu, ya kwamba siku moja Mungu ataangalia hiyo mbegu na aseme ya kwamba huyo mtu arejeshewe. Bwana asifiwe. Amen. Usiwahi kuona ya kwamba katika hali unapomfuata Mungu katika mazingira magumu. Maana ili na hata mtu wa Mungu ajulikane wa kweli ni wakati katika mazingira magumu. Si tu atumfuate tu Mungu katika mazingira mazuri. Bwana atusaidie. Amen. Kupanda mbegu, watu wa Mungu. Na nataka tujue ya kwamba wakati wa kupanda mbegu si wakati wa sawa. Si ndio? Yes. Ni wakati katika hali ya kupanda mbegu
nilipokuwa najaribu kuangalia, wakati mtu anapanda mbegu anahitajika awe mvumilivu. Bwana asifiwe. Amen. Si unaona hata mkulima anapoenda shambani huwa anaenda tu akiwa ana raha. Wakati mtu anapanda mbegu ni wakati wa kuvumilia. Bwana asifiwe. Amen. Katika hali ya kupanda mbegu, watu wa Mungu, ni wakati wa kungoja. Unaweza kukaenda ukapanda mbegu alafu kesho ikamea na ukapata matunda. Wakati wa kupanda mbegu ni wakati wa kujinyima. Mbegu hata huwa mtu ananyima watoto. Bwana atusaidie. Wakati wa kupanda mbegu ni wakati wa kujitolea. Ni wakati ambapo mtu pia huwa amehatarisha. Ni wakati wa imani. Ni wakati pia wa kulipa gharama. Bwana atusaidie. Amen. Hiyo ndio wakati ambapo watu hupanda mbegu, watu wa Mungu. Mbegu ambayo inasimama mbele za Mungu. Maana katika Biblia hii yote ambao tunasoma, watu wa Mungu, wale watu wote ambao Mungu aliwainua na akawaweka mahali, labda walikuwa katika shida fulani, labda walikuwa wanang'ang'ana, hata wao kuna kitu walifanya. Si ndio? Mungu haji tu anakuinua tu from nowhere. Hata yeye anataka angalie, wewe ni nini umefanya? Hata katika ile imani ambao mama alikuwa anatufundisha hapa, yule Bartimayo alipoambiwa ya kwamba njoo, ilibidi ainuke na akae. Na kama angeendelea kukaa hapo, angepata uponyaji. Kwa hivyo watu wote ambao Mungu aliwatembelea, watu wa Mungu, ni watu ambao walikuwa na mbegu fulani inayosimama kutetea maisha yao. Amen. Kupanda mbegu. Na najua tunaishi katika dunia ambayo leo hii watu wengi wa Mungu wameshikwa na uvivu. Maana mtu mvivu hawezi kupanda mbegu. Bwana atusaidie. Amen. Na nataka tusome neno la Mungu katika kitabu cha Psalms ili tuweze kudhibitisha kila ambao tunasema. Psalms 126. Tasoma mstari wa kwanza. Sisi wote tumefika hapo. Zaburi 126. Mstari wa kwanza. Inasema ya kwamba Bwana alipowarejesha mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Mstari wa pili. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Bwana alitutendea mambo makuu. Tulikuwa tukifurahi. Bwana awarejeshe watu wetu waliofungwa kama vijito vya kusini. Mstari wa 5. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, achukuapo miganda yake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tunaona hapa ya kwamba Biblia inazungumzia kuhusu kurejeshwa kwa watu wa Mungu. Ninaamini hao watu wa Mungu walikuwa katika hali fulani ngumu. Labda ni wakati ambapo walikuwa watu wa Mungu wamepelekwa nchi ya ugenini, uhamishoni, na wakawa wanateseka, kama vile labda ambao wakati mwingine labda
watu wa Mungu wanapitia katika hali ngumu. Lakini nataka nikuambie mtu wa Mungu ya kwamba unaposimama katika hali ngumu, ukitaka kujua mtu yeyote wa Mungu ambaye ni mtu anayempenda Mungu, ni mtu ambaye anasimama katika mazingira magumu. Mazingira magumu watu wengi huwa hawataki eti watu wa Mungu. Mambo magumu. Kanisa dogo kama hili watu hawataki. Na ndio maana unaona hata watu huwa wanapenda zile makanisa ambao ni kubwa. Maana watu wengi wanajua ya kwamba kanisa dogo kama hili ina mambo mengi, ina gharama. Kanisa dogo kama hili inahitaji imani, watu wenye imani, watu ambao wanaopanda mbegu ya imani. Bwana atusaidie. Amen. Kanisa dogo huwa inahitaji uvumilivu. Kanisa dogo huwa ina mahitaji mengi, kwa hivyo watu wengi huwa hawataki. Lakini wote nikuambia ya kwamba unaona hata hizo makanisa makubwa ambao mnaona za kweli, kuna watu walipanda mbegu, ndio maana hiyo huduma ikafika hapo. Amen. Hakuna kitu ati huwa inatokea tu from nowhere na ikawa kitu. Hata mtu ukipanda leo si inachukua muda. Na kuna mbegu zingine ambao inapopandwa haimei kwa wakati huo, inaweza chukua muda. Bwana atusaidie. Amen. Lakini tunatakiwa kujua watu wa Mungu ya kwamba tunatakiwa kuendelea mbele kwa sababu Mungu wetu anaona. Wakati mchungaji, wakati mwingine unapoteseka, ujue ya kwamba ni mbegu unapanda mbele za Mungu. Ina hiyo mbegu iko. Na najua kwamba hiyo mbegu tu muda ambao sio hauko mbali, hiyo mbegu itanena mbele za Mungu na Mungu atasema watu wake wakumbukwe. Bwana asifiwe. Wakati unapomfuata Mungu, vijana wetu ambao wakati mwingine wanamfuata Mungu katika mazingira magumu, ni mbegu unapanda ambao utavuna baadaye. Lakini kama hauna kitu umepanda, utavuna nini? Watu wa Mungu, ikiwa kweli mtu hana kitu ambao amepanda, hajawahi panda uvumilivu, hajawahi kungoja, hajawahi kujinyima, ama hajawahi kumwamini Mungu, atavuna nini? Inakuwa hakuna. Na neno la Mungu linatuambia kwamba Bwana alipowarejesha watu wake, Bwana alipowarejesha mateka wa Sayuni, walikuwa kama watu ambao wanaoota ndoto. Walikuwa ni kama watu ambao wanaoshangaa kwamba imekuaje. Maana hivyo ndivyo ilivyo katika maisha. Wakati umeishi katika hali ya kufinyiliwa, katika hali ya kuwa mateka, wakati Mungu anapokuja na anakukumbuka, hata wakati mwingine unajiuliza imekuaje. Bwana asifiwe. Amen. Unajiuliza imekuaje? Wakati Mungu amekuja na amekutoa katika hali ngumu za kimaisha ambao labda umekaa ndani yake kwa muda mrefu, wakati mwingine unakaa hivi unaangalia hata unashangaa imekuaje. Hivyo ndivyo huwa iko watu wa Mungu. Na ndio maana mwandishi wa kitabu hiki anasema ya kwamba waliporejeshwa ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko. Restoration, kurejeshwa ni wakati ambapo watu ni wakati wa kuvuna. Bwana asifiwe. Amen. Tunapozungumzia kuhusu kurejeshwa, ni wakati ambapo watu wanavuna kile wamepanda. Si ndio? Hata mkulima anapoenda shambani kupanda mbegu yake, ikifika wakati wa kuvuna, si anafurahia, anapata mazao mengi. Bwana asifiwe. Kurejeshwa ni wakati wa kupata kibali. Ni wakati wa kufutwa machozi. Ni wakati wa kufarijiwa. Bwana asifiwe. Amen. Watu wanafarijiwa. Inafikaga mahali Mungu anakufariji.
Unaweza kuwa labda umekuwa ukipanda mbegu ya machozi. Unaendelea kumulilia Mungu. Hata kumulilia Mungu huwa ni mbegu, watu wa Mungu. Mbegu sio tu pesa peke yake. Imani huwa ni mbegu. Bwana alipowarejesha watu wake. Lakini tunaona mstari wa 5 ya kwamba anasema ya kwamba ni kwa sababu ninaamini ya kwamba hawa watu hata kama walikuwa katika hali ya shida na kung'ang'ana, ama walikuwa katika hali ambayo ni ngumu, ni watu ambao walikuwa wameendelea kumwamini Mungu. Labda kama walikuwa katika nchi ya kigeni, labda kama walikuwa kule Babylon. Tunaona hata watu wa Mungu walipokuwa kule Babylon, kulikuwa na watu ambao walikuwa wanaendelea kuishi katika hali ya kumpendeza Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Ninazungumzia hivyo watu wa Mungu, maana mimi najua katika wakati huu ambao hali ni ngumu za kimaisha, watu wengi hawana hiyo haja yani. Watu wengi mimi najua ya kwamba wengi wanaona ya kwamba si wakati wa kumfuata Mungu. Lakini hii ndio wakati wa kumfuata Mungu. Bwana atusaidie. Amen. Ili uweze kurejeshwa. Ukiangalia hata tuseme hata habari ya Yesu, unaona hata wokovu ambao tumepata leo ni kwa sababu Yesu alikuja akapanda mbegu. Akaenda kifo pale msalabani, akateseka. Ndio sisi tukaweza kuokolewa. Lakini kama Yesu kweli hakupanda hiyo mbegu, kama angekataa, tungeweza kuokolewa. Bwana atusaidie. Amen. Kurejeshwa watu wa Mungu. Mimi najua tunazungumziaga sana kuhusu kurejeshwa, lakini tunarejeshwa aje? Ni nini ambao tumefanya ambayo pia Mungu anaona? Je, tumeendelea kumfuata Mungu? Tumeendelea kusimama katika Mungu? Mimi najua ya kwamba inaweza fika mahali ukiwa katika hali ya changamoto ukavunjika moyo. Labda imani yako ikawa chini. Lakini ni vizuri kuendelea hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Unaona vile unavyokuja kanisani, unavyoendelea kumwamini Mungu katika hali ngumu, watu wa Mungu. Nataka ujue ya kwamba ni mbegu huwa tunapanda. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unapokuja kanisani wakati ambapo hali ni ngumu, tunajua hata wakati mwingine wakati kunanyesha watu hawaji. Si ndio? Yes. Watu wavivu. Hata baadaye katika ujumbe tutaangalia watu wavivu. Mtu mvivu ambaye yeye anatoaga sababu nyingi. Anatoa sababu nyingi. Mtu mvivu, maana mtu mvivu ni mtu ambaye hata hawezi kufanya kazi. Si ndio? Mtu mvivu hata aendaji shambani. Bwana atusaidie. Amen. Na kuna pia uvivu wa kiroho, watu wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba wanaopanda kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, anapochukua mbegu za kupanda. Labda umekuwa ukimfuata Mungu katika hali ya kulia, mtu wa Mungu. Labda umekuwa ukimfuata Mungu katika hali ngumu. Mimi nataka nikuambia ya kwamba Bwana atakurejesha. Siku moja Mungu atafanya kinywa chako ijae furaha. Amen. Siku moja Mungu atafanya uwe unakaa hivi unaona kama hii ni ndoto. Mimi najua mchungaji, siku moja Mungu atakuza hii kazi mpaka inakuwa kama ndoto. Yes. Mpaka wale waliokujua wanashangaa, wanajiuliza imekuwaje? Yes. Wale watu ambao tulikuwa tunawajua tu wanang'ang'ana. Wale watu ambao tulikuwa tunajua ni watu wa kuomba misaada, wanasema Mungu wao amewakumbuka. Yes. Maana hivyo ndivyo Biblia hapa inasema ya kwamba walipokumbukwa watu wa mataifa waliona.
wakawa wanajiuli wanasema ya kwamba Mungu wao amewakumbuka. Mungu wetu yuko, watu wa Mungu. Hata kama leo amenyamaza, Mungu wetu yuko na ana nguvu. Yes. Ako na nguvu na anaona. Si kwamba Mungu si mdhalimu. Hata ndio Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia 6 inasema ya kwamba tuendelee kutenda mema. Si ndio? Wacha tuunganishe hiyo maneno na haya. Wagalatia 6 mstari wa 7. Mungu si wetu, si mdhalimu, watu wa Mungu. Hapana. Mungu hawezi kuwa ati yeye haoni. Hapana. Mungu hakuagi hivyo. Ni watu tu ndio wadhalimu, lakini Mungu wetu ni Mungu ambaye anaona. Kitabu cha Wagalatia 6 ukisoma mstari wa 7 inasema, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa roho, katika roho yake atavuna uzima wa milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kwa hivyo kadri tupatavyo nafasi, tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Bwana asifiwe. Amen. Mungu si mdhalimu. Unaona vile tunakujaga hapa watu wa Mungu, tunafanya maombi. Tumefanya maombi mengi hapa katikati ya wiki. Mungu si mdhalimu. Hapana. Maana unajua wakati mwingine unaweza ukafanya kitu kama tu mkulima. Unaweza ukapanda mbegu, unapanda ikafika mahali mpaka unavunjika moyo. Hapana, usivunjike moyo, mtu wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba Mungu si mdhalimu. Yaani mtu mdhalimu ni mtu wa aina gani? Ni mtu ambaye anasahau. Yeye ni msahaulifu tu. Mtu ambaye amefanywa mambo mazuri lakini anasahau ama anajifanya hata ajui. Mungu hayuko hivyo. Biblia inasema ya kwamba mtu asidanganyike. Kama wewe umekuwa ni mtu ambaye kweli umepanda mambo ya uvumilivu, nataka ujue utavuna. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maana Biblia inasema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kile kitu ambao mtu amepanda, je, huwa unapanda nini, mtu wa Mungu? Maana Biblia imetuambia mahali tumesoma katika Psalms 126 ya kwamba yule mtu ambaye anaenda na mbegu akilia, anachukua mbegu zake akilia. Inafika wakati unamwamini Mungu, hata unakuwa katika kilio. Inafika wakati unajinyima, unakuwa unaumia. Vijana wetu ambao wanaojinyima kwa sababu ya Mungu, ni mbegu unapanda. Si unaona hata ukiangalia katika hali ya kawaida, unaona wale wandugu na wadada ambao wanakuja kanisani na wanakaa vizuri, wanavumilia, wanaendelea kumwangalia Mungu. Si inafika mahali Mungu anawabariki, wanafanya hata wedding nzuri, si ndio? Wanavuna uvumilivu wao. Lakini wale vijana ambao ni wavivu, maana kuna watu wavivu. Mtu anakuja, anakaa kanisani kidogo, anaangalia hivi, anaangalia na anaona hapana, mimi siendelee, yeye anaondoka, anaenda zake. Je, anavunaga nini? Anavuna uharibifu. Lakini mtu mvumilivu, maana tumesema wakati wa kupanda mbegu ni wakati wa kuvumilia, watu wa Mungu. Kama vile tunavyovumilia hapo tukimngojea Mungu, ni wakati wa kungoja. Amen. Je, huwa unangoja? Bwana atusaidie. Amen. Mungu anaona. Unaona hata wakati unapomulilia Mungu, mpendwa, ni mbegu huwa unapanda. Unapanda mbegu. Mbegu nzuri ambao utavuna. Siku moja utarudi ukiwa umebeba mazao. Mazao nzuri, maana Biblia imetuambia kwamba huyo mtu ambaye anaenda na mbegu zake akilia ama akihangaika, siku moja atakuja amebeba mazao mengi. Siku moja huduma hii itakuwa na mazao mengi kwenye hii mji.
kwa jina la Yesu. Na mimi najua Mungu ya kwamba hayuko mbali aturejeshe, kwa sababu ya kile kitu ambao tumekuwa tukifanya mbele zake. Bwana atusaidie. Kwa hivyo watu wa Mungu, asubuhi ya leo ninasema ya kwamba hebu endelea kupanda mbegu. Hebu usikubali yani kwenda chini. Usikubali kukosa kwenda katika ushirika. Hapana. Enda kwenye ushirika. Usikubali uvivu wa kiroho. Panda mbegu. Bwana asifiwe. Amen. Upande mbegu. Mwandishi wa kitabu cha Mhubiri anasema ya kwamba panda mbegu asubuhi, mchana pia upande, jioni pia. Anasema wagawie watu chakula, maana huwa haujui ni gani itafanikiwa. Bwana akusaidie. Amen. Kurejeshwa watu wa Mungu. Mungu wetu najua ya kwamba atakurejesha. Amen. Lakini Mungu anataka hata yeye aone ya kwamba watu wake je, wamefanya nini? Usidanganywe na mtu ati wewe unarejeshwa tu ukiwa wewe tu unaishi tu maisha ya kawaida huko. Hapana, hiyo ni uongo. Ukiwa wewe unaishi tu maisha ya kawaida, unaishi huko tu, unakaa huko tu, wakati watu wana nini? Maana mtu ambaye anaishi maisha ya kawaida ni mtu mvivu, ambaye yeye wakati watu wanachukua mbegu zao kwenda kupanda, yeye analala kwenye bulangeti. Na mtu mvivu ikifika wakati wa kuvuna, anavunaga nini? Si ndio? Katika hali ya kawaida ya shamba. Si mnajuaga mtu kama hajapanda, mtu mvivu, kuna kitu anavuna? Iko? Hakuna. Na tunasema ya kwamba wakati wa mavuno ndio wakati wa kurejeshwa watu wa Mungu. Bwana atusaidie. Kwa hivyo asubuhi ya leo Mungu anataka tuendelee mbele. Mimi ninataka labda kuongea na mtu ambaye labda ulikuwa yani umeshikwa yani na hali ya wasiwasi. Si vibaya kushikwa na hali ya wasiwasi. Maana hata sisi wote wakati mwingine tunashikwa na hali kama hiyo. Lakini Mungu anataka uendelee, mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Usikose kumfuata Mungu. Usirudi nyuma. Hapana. Bwana mfuate Mungu. Hata wakati mwingine katika hali ya vikwazo. Wakati mwingine hata unapomfuata Mungu unaweza kupata vikwazo. Watu wanaweza wakakuumiza moyo. Lakini usirudi nyuma. Bwana asifiwe. Amen. Wewe endelea. Fuata Mungu katika mazingira magumu. Maana hata wakati ambapo wa mazingira mazuri bado utaendelea kumfuata. Lakini watu ambao wanamfuata Mungu katika mazingira mazuri, wakati kuna vitu, je, hizo vitu zikiisha? Maana si unajua vitu si huwa inaisha, watu wa Mungu. Hebu tusungumziane watu wa Mungu. Vitu huwa inaisha. Yes. Yes. Material. Kwa hivyo usijenge msingi wako wa kumfuata Mungu katika vitu. Wewe jenga msingi wako wa kumfuata Mungu katika imani. Amen. Katika kupanda mbegu, yani umsimamie Mungu kila wakati. Amen. Hata mambo iwe namna gani. Labda ile siku utawekwa kaburini. Mimi ile siku labda nitawekwa kaburini ndio itakuwa siku yangu ya mwisho. Hakuna kitu hati ambayo mimi itanifanya nikose kumfuata Mungu. Amen. Hapana. Kumtumikia Mungu. Kumtii Mungu. Maana kumtumikia Mungu ni hali ya utiifu. Ni hali ya kusikiliza Mungu. Bwana atusaidie. Amen. Fuata Mungu, watu wa Mungu. Endelea mbele. Hata katika hali ya kuvunjika moyo, wewe endelea tu mbele. Maana katika hali ya kuendelea mbele, huko ndio Mungu atakutokea.
Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu wengi waliopanda mbegu. Hata ukiangalia Ibrahimu, ndio Mungu amfanya awe baba wa imani, ni kwa sababu alimwamini Mungu. Na katika ile hali ya kumwamini Mungu, Mungu akamhesabia haki. Amen. Watu wote ambao walirejeshwa na Mungu. Na ndio hata unaona ya kwamba Mungu akafanya agano na yeye. Hata wakati Mungu alipoona Israeli wanateseka kule Misri, Mungu akakumbuka ile mbegu ambayo ilipandwa na huyo mzee zamani. Amen. Mbegu ya imani, mbegu ya kutembea na Mungu. Mungu alipokumbuka hiyo mbegu, akaenda akawarejesha watu wake, akawaleta kwenye ile nchi ambayo alikuwa amewaahidia. Lakini ni kwa sababu gani watu wa Mungu? Kunaye watu ambao waliosimama. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuendelee kumsimamia Mungu wetu, watu wa Mungu, ili kitu chochote kifanyike. Kuna watu waliosimama. Hakuna kitu hufanyika tu from nowhere. Hakuna. Kuna watu waliosimama, wakajinyima, wakateseka, wakalipa gharama, ndio kitu kikapatikana. Si ndio? Kwa hivyo asubuhi ya leo Mungu anataka ya kwamba uendelee mbele kupanda mbegu ambayo itasababisha Mungu akurejeshe. Na hiyo mbegu ambayo umekuwa ukipanda, najua tumepanda mbegu nyingi katika huduma hii, iko mbele za Mungu. Mungu anaiangalia tu, na wakati wake ukifika anasema hao watu wakumbuke. Amen. Tuendelea Jumapili. Amen.